وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي وأوصيكم بنفس بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولى. أيها الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. Awali ya kwanza, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma za ziada kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama shukrani nyingi zinapaswa kuzielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sifa yake kubwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye juu ya kila kitu ni muweza. Kwa hiyo kama ni muweza juu ya kila kitu, hivi hapana budi mimi na wewe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miongoni mwa wachache ambao amewajalia kuwa ni miongoni mwa watu ambao bado wanadiriki kuipata neema ambayo ni ya pumzi. Wapo wengi walitamani na wao kwamba wafikirie siku kama ya leo na mwezi kama wa leo, lakini si kwa ujanja wao au sio kwa majanja yetu sisi kwamba tumefikiria
na wao si ujanja wao kwamba walishindwa kuwa wajanja kumudu kuendelea kustahamili kuwepo mpaka leo. Hapana, haya yote ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi sio wajanja sana kwa kuendelea kubaki, na wale walioondoka kwamba wao hawakuwa si wajanja wa kuendelea kustahamili kubaki. Hapana, haya yote ni mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama wengi walitamani na wao kufikiria siku kama ya leo na mwezi kama leo, wakadiriki na wao kuingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ayuha al-ikhwa al-karim, mimi na wewe tuliopewa chansi hii ni vema kuitumia chansi hii, kwa sababu chansi hii na sisi ipo siku, ipo muda, ipo saa, zipo dakika, na sisi tutaondoka katika ulimwengu huu kama walivyoondoka ndugu zetu. Kwa hiyo kama tutaondoka kama wao walivyoondoka, kwa hiyo kubakia kwetu sisi kama kwamba si wajanja sana, kwamba wale walioondoka kwa kwamba wao walishindwa kuwa na ujanja wa kuendelea kustahamili kubakia kama sisi tulivyobakia. Hapana, haya yote kama bado tunaendelea kuipata chance ya Allah subhanahu wa ta'ala na fursa na neema kama hii aliyotujalia mimi na wewe kuwa ni miongoni mwa watu wenye afya na siha zilizokuwa nzuri, ni vema kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo watu hivi sasa wako mahospitalini wanahangaikiwa kwa kila hali na mali waweze kurudi kwenye afya zao. Wapo watu wanataabika, hawana macho, hawana miguu, hawana mikono, wala hawana ndimi, wala baadhi ya viungo vyao kwenye miili yao vimepunguzwa, ili waweze kupata neema ya kuendelea kubakia duniani, au ili waweze kuendelea kupata neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe ambao bado tunapata chansi hii, ni vema kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miongoni mwa waja ambao bado wanaendelea kuitumikia neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ni vema kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ametufikirishia mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azibakishe neema hizi tuweze kuzidumisha, kwamba mpaka tutakapoikamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aendelee kutubakishia neema hizi ambazo tuko nazo, tunadumu nazo kwenye miili yetu, kwamba bado tuko wazima. Mwenyezi Mungu atudumishie neema hizi mpaka tuweze kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapo wengi nao walitamani kudiriki katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wameondoka ndugu zangu. Hili ni funzo kubwa ambalo tunatakikana kulitumia kama fursa ya kuweza kujikumbusha na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kwani tuko kwenye fungu ambalo ni la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko kwenye mwezi ambao ndani yake imeteremka Qur'ani. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambayo ndani yake kunapatikana Lailatul Qadr, kunapatikana usiku ambao takriban mtu ambaye atadiriki kuupata usiku wa Lailatul Qadr ni sawasawa na mtu ambaye atakuwa amefutiwa madhambi yake takriban ya miaka 84. Ni fursa gani? Ni fursa gani au ni fursa bora iliyoje ya mimi na wewe kutumikia mwezi mtukufu wa Ramadhani kama kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni fursa na ni chance na ni ofa. Ndani ya mwaka mzima tunapata ofa ya mwezi mzima ambayo tunatakikana kujikurubisha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitauba wal ibada, kwa kutubia na kwa kulia sana na kwa kufanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha, na hii ndio itakuwa unwani ya hotuba yetu ya leo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ya kwamba kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ndugu zangu kwamba kumefaradhishwa au kumelazimishwa kwetu sisi kufunga kama walivyofaradhishiwa au kama walivyolazimishwa kufunga waliokuwa kabla yetu sisi. Kwa hiyo hili ni darasa ambalo linajirejesha kwetu sisi ya kwamba kumbe hata waliotangulia baada yetu au kabla yetu kwamba walifaradhishiwa ibada ya funga. Kama walifaradhishiwa ibada ya funga na wao wakafunga, na sisi kama tutadiriki kuendeleza ibada hii,
nini tutapata na manufaa yake ni yapi? Kwamba manufaa yake la'allakum tattaqun, ili sisi tuweze kuwa wacha Mungu, ya kwamba kama tutaingia kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nia iliyokuwa thabiti ya kunuia kwamba nafunga saumu hii, ya kwamba nakusudia kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye baadhi ya vitu vingine vimetajwa malipo yake, lakini kwenye funga hakuweza kutajwa malipo ya mlipwaji atakavyolipwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndio anakumbusha, anasema kwamba asiyamu li wa ana ajizi bi, kwamba funga ni funga yangu mimi na mimi ndio mlipaji wa hayo malipo ya hawa wenye kufunga. Kwa hiyo mwenye kufunga kwa ithibati ya ibada kwamba anazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mwenyewe ndio anatamka asiyamu li wa ana ajizi bi, kwamba hii funga ni yangu mimi na mimi ndio mlipaji wa funga hiyo. Sasa takriban hapa kumewekewa mabano, kwamba hapa kama kumewekewa mabano ni kila mmoja jitahidi kufanya mazuri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwamba kama kumewekewa mabano, kwingine kumewekewa kwamba watu watalipwa moja kwa 10, moja kwa 100, moja kwa 1000, lakini hapa kwenye funga hakukuwekwa malipo kwamba mabano mtu atalipwa kiasi gani kwenye funga. Kwa hiyo Allah anatukumbusha kwamba asiyamu li wa ana ajizi bi, kwamba funga ni funga yangu mimi na mimi ndio mlipaji wa funga hizo. Kwa hiyo malipo yake hapa kweli kuonesha malipo hayana idadi. Allah mwenyewe ndio anajua idadi yako utakacholipwa kwenye ufungaji, kama umefunga kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na ukanuia kwamba nafanya ibada hii kwa ajili ya Allah, kwamba sisi sote tukitizama ibada hii tunavyoiendea, tumeiendea kama vile kwamba tunaona sasa mimi nifunge kwa sababu wenzangu wamefunga na mimi kama sijafunga nitaonekana ni nani? Hapana. Ukisema kama watu wamefunga, mimi kama sijafunga nitaonekana ni nani? Bado hukufunga lillah, kwamba umefunga kwa ajili ya watu wasikuone wewe ni nani ukufunga. Kama wewe umefunga kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni wewe mwenyewe unuie kwamba nafunga kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya watu sasa wataniona vipi. Hapana, funga kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeliangalia hizi siku 2-3 ambazo tulizokuwa nazo nyuma hapa, kulikuwa na mkongamano mkubwa sana katika kuiendea ibada hii. Na hii ibada imekuja na mafundisho yangu, imekuja na mafundisho yake yalokamilika. Yaani mafundisho yake imekuja kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha ya kwamba ili tusijione kwamba kuna watu wanapatia na kuna watu wanakosea, kwamba kuna watu wanaotangulia kufunga na kuna watu wanaochelewa kufunga. Sasa ndugu zanguni, wote tuko wote katika kundi la kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Waliotangulia wanazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na waliochelewa wanatimilizia sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wote wako sawa sawa, wako kwenye kujitahidi kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa isifike pahala watu tukaendeleana kutiana kwenye madhambi, tukaendeleana kutiana kwenye watu ambao hawana akili. Hapana, haya yote yamekuja na hizi ikhtilafu hazikuanza leo, kwamba sasa ni mimi na wewe kuangalia ufate sunna au ufate kipi katika hayo, kwamba kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukumbusha sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi fa innahum alaikum fa akmalu al-iddata 30 Shaaban, kwamba sasa kama nukta iko hapa kwamba fungeni kwa kuona mwezi au fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi, sio fungeni kwa kusikia mwezi. Fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Ukikutatizeni kitu ambacho labda ni mawingu ya kukusababisheni nyinyi kwamba msiuone mwezi, basi kamilisheni 30.
na wala hakuna shaka. Hiyo ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndivyo ilivyokuja kwamba fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Lakini sasa wenzetu wanaotangulia kwamba wanasema hivi, mwezi ni mmoja, mwezi ni mmoja popote utakapoandama. Hiki ni kigezo tu kwamba popote utakapoandama ni kigezo tu, lakini sio popote kwamba wanatizama Saudia. Ukitizama hapa ndo kigezo kiko, sio popote, kwa sababu kama ni popote basi mbona nchi zingine unaonekana. Kwa hiyo kama Saudia utaonekana, bi maana sisi sote tufunge. Lakini tukiangalia kwenye riwaya na tarehe ya Uislamu kwamba hatukupatapo kuona au hatukupatapo kuona hata historia inayotuelezea kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba alikinzana katika kuwaelezea watu waweze kufunga duniani kote kwa kufuata mwezi mmoja. Hatukupata kauli hiyo, wala tarehe haijawahi kutueleza kwamba. Tarehe inapotueleza ya Kiislamu inatueleza ya kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa Madina, mwezi uliwahi kuandama katika Ramadhani zake alizotimiza kuzifunga ndani ya utume wake. Alifunga Ramadhani 9. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifunga Ramadhani 9 kwenye uhai wake. Sasa kama alifunga Ramadhani 9, je, kwenye ufungaji wake bi maana alikuwa analazimisha watu wafunge kwa siku moja, watu wote wafunge wote? Hapana. Kwamba aliamini ya kwamba, na kama lau ingelikuja basi kiasi tukaona basi kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulipoandama mwezi, labda tarehe sasa ikaja inatuelezea kwamba ulipoandama mwezi kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukua kundi lake au aliambia masahaba zake, fulani wewe, fulani wewe, nenda sehemu fulani kawatangazia watu wafunge mwezi ushaandama watu wafunge. Wewe fulani nenda nchi fulani kawaambia watu wafunge, nenda Iraki, nenda wapi kawaambia watu wafanyaje, wafunge, kwamba mwezi umefanyaje, umeonekana. Lakini hatukuonapo kwenye tarehe ya Uislamu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatuma maswahaba zake kwenda kuitoa taarifa ya kwamba mwezi umeandama, sasa tufunge wote. Hakuna, isipokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliamini ya kwamba wao walipouona na wao watauona kwa kadri ya kule kwao watakavyouona. Kwamba hapa ndo tunapata sasa likulli baladin ru'yati, kwamba kila nchi ina muonekano wa mwezi wao, au kila taifa lina muonekano au lina muandamo wa mwezi wake. Sasa kama ni hivyo, sasa hii taarifa ya kwamba kama sisi hatukuona kwamba mafundisho Bwana Mtume hakutuma maswahaba kutoka pale alipokuwepo yeye akawatuma maswahaba, nendeni sehemu fulani kawatangazie watu labda mwezi umeondoka au mwezi umeandama au mwezi sasa kesho natakiokana na Idi, tukapata mafundisho hayo. Hakuna. Kwa hiyo kama hakuna, sasa tunarudi kwenye nukta, basi lau wangetuma maswahaba wakasema, ya Rasulullah, kweli unatuagiza, lakini mpaka tutakapofika kule kwamba muda utakuwa umegeuka, itakuwa ni Ramadhani ya pili. Tukaona basi Bwana Mtume kumbe alizuiwa na teknolojia, kwamba teknolojia haikumruhusu kama hivi sasa sisi dakika 2 tushaona kinachoendelea Marekani, tunaona kinachoendelea Saudia. Tuseme sasa teknolojia ilimzuia, kwamba kipindi kile hakukuwa na teknolojia ya kufikisha haraka. Tuone kwamba kulikuwa na kiasi kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatuma maswahaba zake, lakini maswahaba wakasema, ya Rasulullah, sisi mpaka kufika kule muda utakuwa umepinduka. Hakuna historia wala tarehe inatuonesha. Sasa ikiwa kama tarehe na historia inatuonesha hivi, je, hili suala la sasa hivi kwamba sisi tupo Tanzania na kwamba tuna kiongozi wetu, na huyo kiongozi wetu sheria ndio inatutaka sisi atuambie, sisi tutakapouona mwezi sehemu yoyote duniani utakapoandama, tukawatangazia watu kwamba mwezi umeandama popote duniani. Mafundisho haya tumeyapata kwa nani? Na mafundisho haya tumeyapata sahaba gani katumwa? Au Mtume kafanya vipi haya kama sio bid'a? Na hii ndio bid'a hapa inaanza. Kwamba bid'a tunachokileta ni kitu ambacho hakina mafundisho wala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukifanya.
Kwa hiyo kama hakukifanya wala kuwatangazia watu, sisi ya kutoa mji taifa jingine kuja kutangazia watu Tanzania kwamba hii ndio bid'a tunaizungumzia, kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakukifanya kitu hiki wala hakumtuma sahaba. Kwa hiyo kama tutatosheka na sunna, kwa upande mwingine wanasema kwamba mwezi ni mmoja, kwamba kama ni mmoja sasa, kwamba popote utakapoandama duniani wafunge. Hizo ni moja katika jitihada za wanachuoni, lakini kwa sunna hiyo sisi hatujaipata wala tarehe haijatuonesha. Kwa hiyo ikiwa kama tutafata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyati, hii ndio sunna, wa aftiru liruyati, hii ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwenye hili kwamba tusitatazike, wote tunazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Waliotangulia wanazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wale waliochelewa wameifuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wote tuko sawa sawa, isipokuwa sote tunatakikana kuombeana dua, kwa lengo kwamba tuko kwenye njia moja ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na sio kukejeliana wala kukufurishana, kwamba imefika hatua watu wanakejeliana na kukufurishana, kwamba wewe unatangulia, wewe ni kaza kaza, wewe unachelewa, wewe ni kaza kaza. Hapana, kwamba hii tuelewane, kwamba hii sunna ya Bwana Mtume Muhammad ni sumu liruyati, ndivyo hadithi ilivyo. Fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Siku moja alikuja mufti wa Saudi Arabia, kwamba akaulizwa ya kwamba sisi bwana huku kwetu tunatatizana kwamba kuna kitu kinaitwa kutatiziana kuhusiana na swala la muandamo wa mwezi, hili limekaaje? Nukta ya kwanza aliuliza ya kwamba nyinyi mna mufti wenu kwenye Tanzania? Akasema naam. Basi kama mnaye, huyu ndio anayepaswa kusikilizwa, huyu ndio anayepaswa kusikilizwa. Hata wale watu wa kule Saudi Arabia wao wanajiwekea mipaka yao, wanasema sisi hatuwezi kufuata mwezi wa popote, sisi tutafuata mwezi wa taifa letu. Sasa kama watafuata wao mwezi wa taifa lao, sisi tunafuataje mwezi wa taifa jingine? Ikiwa kama sisi tunafuata sunna, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, hii ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hili swala la kutoa taarifa sehemu husika huko ilikotoka kwenye nchi nyingine kuileta huku kuja kuwatangazia watu, hii ni bid'a. Hakufanya Bwana Mtume, hakufanya Bwana Mtume, wala hakuna tarehe inayotuonesha kwamba Bwana Mtume aliwatuma maswahaba, nendeni katangazieni watu wafunge mwezi mmoja. Hakuna tarehe. Kwa hiyo akasema kama ikiwa nyinyi mna taifa lenu na taifa lenu mnaye kiongozi wenu mkubwa, ndio msemaji wa haya na ndio mtangazaji wenu, basi msikilizeni mufti wenu, kwamba ikiwa yeye atatupoteza ni yeye, zima lake atalibeba yeye, sio sisi, ni yeye. Akiwa atatupatisha yeye, ni sote tutapata, lakini ikiwa amekosea ni yeye ndio amekosea, sio sisi, kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu. Na kauli inavyotuambiaje, atiu Allah wa atiu rasula wa ulul amri minkum, kwamba mtuini Allah na mtuini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini na watuini na wenye mamlaka kwenu. Ikiwa hii ndio sheria ya Uislamu inavyotutaka kwamba tuwatii viongozi wetu, ikiwa sisi hatuwatii viongozi wetu, nini tunapata? Kwamba tunapata maharibiko. Ikiwa hatuwatii viongozi wetu, kwamba tunatii maharibiko au tunafuatilia maharibiko. Sasa ikiwa ndugu yangu umeanza jana au ikiwa umeanza juzi, hizi zote ni jitihada za wanachuoni, kwamba hatuwezi tukasema huko kwenye dhambi. Hapana, wala we au lipi. Hatukanushi hivyo, kwamba hizi zote ni jitihada za wanachuoni. Wapo wanaosema mwezi utakapoandama popote ni sawa sawa kufunga, lakini sisi tunafuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi. Hii ndio sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoacha. Hadithi haina mushkeli wala haina kipengele chochote. Kwa hiyo kama tutafuatilia vizuri kwamba hakuna kukufurishana wala kufarikiana watu wala kuambizana maneno ya hovyo, hapana. Aliotangulia anazitafuta radhi za Allah, na sisi tuliochelewa tunatafuta sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tuelewane kwenye kipengele hicho, kwamba tusitafutane kwamba kupeana kugawana, hapana, wala kupeana maneno, hapana. Ametangulia, alhamdulillah, kwamba wote tunaelekea kwenye lengo moja la kuzitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala.
Kwa hiyo hakuna kukufurishana wala hakuna huyu fulani, hakuna. Kwa hiyo zote ni jitihada za wanawachuoni, lakini wewe ikiwa umechelewa kwa kufuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapana shaka kwamba isije ikaonekana sasa si tunaochelewa vipi. Uko vizuri, kwa sababu lengo lako ni sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, kwamba umeonekana wewe popote ukafunga sawa. Hatukusemi kwamba wewe unapata dhambi, hapana. Hizi zote ni jitihada za wanawachuoni, lakini umefuata mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa sawa, hapana shaka. Kwa hiyo hakuna kukufurishana wala kufarikiana, kwamba hili neno linapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuondoka mwezi mtukufu wa Ramadhani, kesi ndio inakuja hapa. Watu ndio wanaanza kufarikiana hapa, kisa kuingia mwezi mtukufu na kuondoka mwezi mtukufu. Wapi tunaelekea ndugu zanguni? Wapi tunakwenda? Kwamba hakuna haja ya kupeana maneno makali, wala haina haja ya kupeana maneno yasiyofaa. Sisi sote kalima yetu ni tukufu, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hilo tamko letu wote kwa pamoja, hakuna kafiri, wote ni Waislamu. Kwa hiyo kama sisi wote ni Waislamu na tunafunga kwa kufuata misingi na taratibu anazotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kama anaposema kwenye Qur'ani, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kumefaradhishwa kufunga kwenu nyinyi kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. Lengo na madhumuni na makusudio, sisi tutakapodumu katika funga, neno au manufaa tutakayoondoka nayo baada ya kufunga mwezi mtukufu Ramadhani, ni sisi huenda tukapata ucha Mungu, la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Kwa sababu funga inatufundisha kwamba tuishi na majirani zetu vizuri. Funga inatufundisha tuishi na wenzetu vizuri. Funga inatuhusisha sisi tuweze kuwatizama majirani zetu. Funga inatuhusisha sisi tuweze kuwatizama miskini. Funga inatuhusisha sisi tuweze kuangalia wajane. Funga inatuhusisha sisi tuangalie mafukara. Funga inatuhusisha sisi kutizamana Waislamu hali zetu. Ikiwa mimi nitakuwa nimefunga, nitakuwa na huruma ya kumhurumia ndugu yangu. Vipi ndugu yangu, iftari imepatikana? Vipi ndugu yangu? Lakini ikiwa kama umefunga na haya yote ufanye, basi inawezekana kuna vitu unakosea, na ndiyo maana inafika mwezi wa Ramadhani kuondoka, manufaa yanakuwa hakuna, kwa sababu Ramadhani inapoondoka ni lazima wewe huo umebaki na athari ya uchamungu. Kama hukubaki na athari ya uchamungu, bimaana Ramadhani kuondoka tu ukarudi katika yale ambayo uliokuwa umeyastop au uliokuwa umeacha baada kabla ya Ramadhani kuingia, ukawa umeacha na Ramadhani kuondoka ukayaendeleza, basi hukuweza kunufaika na malipo ya funga, hukuweza kunufaika na athari ya funga. Kwa sababu athari ya funga, ili uonekane umenufaika na funga yako, ni ili uweze kuwa mcha Mungu, kwamba uweze kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumcha. Na hii ndio faida. Ikiwa kweli umefunga lillah, athari utakayopata na manufaa utakayobaki ni mcha Mungu utakayobakia nao. Lakini kama utaona Ramadhani inakwisha na unarudi ile hali kwenye yale uliokuwa umeyastop ndani ya Ramadhani, hakika wewe ulikuwa unaogopa mwezi mtukufu wa Ramadhani, hukuwa unamuogopa Allah, kwamba ulikuwa unaogopa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuyafanya yale ambayo mwezi mtukufu wa Ramadhani hutakiwi kuyafanya. Lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani ulipoondoka, wewe ukarudi kwenye yale ambayo uliacha, kwa hiyo bado hukunufaika. Kwa hiyo namuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa siku ya leo adhibitishie nyoyo zetu zibaki kwenye toa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawlihi hadal muhtadun fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim. Warfa'na wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa huwal barrul karim. Qul huwallahu wa antum muqinun bil hijaba.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Awalan usi wa usikum bi nafsi bi taqwallahi marrata thani fi khutbati thani. Awali ya kwanza nichukue fursa hii kujihusia mimi mwenyewe sambamba na kuhusieni katika hutuba ya pili na muendelezo wetu wa hutuba yetu ya pili, kwamba kichwa chetu cha habari ni kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tumelazimishwa au tumefaradhishwa kwetu sisi kufunga kama walivyofaradhishiwa au walivyolazimishiwa waliokuwa kabla yetu, lengo na madhumuni la'allakum tattaqun, ili tuweze kuwa wacha Mungu. Ikiwa sisi tutakuwa tumekuwa wacha Mungu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuondoka, itakuwa sisi tumeyatenda na tumenufaika na tutakuwa tumepata ucha Mungu kwa yale ambayo tutakayokuwa tumeadiriki kuyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa sisi kama tutadiriki kuzitekelezea haki zetu nafsi zetu, ya kwamba kuyafanya yale ambayo yanaridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yanayompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa sisi ni wenye kufaulu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hakuna sehemu alokanusha kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anasema laisa almu'min, hakuwa muumini alladhi, ni ambaye yashbau, anashiba, wajaruhu ila jambihi jaun, na jirani yake pembezoni yake ni mwenye njaa. Wewe unakula iftari yako vizuri, ndugu yangu, ukishamaliza yani ile watoto walioshikashika na wewe mwenyewe ulioshikashika unaenda kutupa kwenye dustbin, na jirani yako pembezoni mwake hujui nini amekula, nini ameftari, hujui. Hakuwa muumini. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatukanushia hakuwa muumini ni yule ambaye anashiba na jirani yake pembezoni mwake ni mwenye njaa. Hakuwa muumini huyu. Muumini wa kweli ni yule ambaye anakula na jirani yake anamtafutia au anamtizama kwa jicho jingine, amekula nini jirani yangu, ananufaika na nini. Lakini ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mtu ambaye atakayeshiriki kumfuturisha mtu, malipo yake ni sawasawa na kana kwamba mtu ambaye amefunga malipo yake ya funga nzima. Yaani malipo unayopata kwenye funga yako na yeye ndivyo atakavyolipwa. Ndivyo hadithi ilivyokuja kwamba wewe ulivyofunga malipo utakayolipwa na wewe ndivyo utakavyolipwa, kama vile ambavyo utakavyomfuturisha yule mtu. Kwamba mtu mmoja kafuturu, lakini malipo utakayopata ni sawa sawa na mtu aliyofunga funga moja. Sasa ndugu yangu, tizama, utakuwa umewafuturisha watu wangapi? Watatu, wanne. Lakini ili uweze kuwafutarisha wengi, tafuta tende zako, na hii ndio siri kubwa. Tafuta tende zako boksi zima, alafu ili wewe uwe wa kwanza, au tafuta maji yako, katoni zako ziweke hapo, wale wanaokuja kusali wote. Nadhani hakuna mtu anayesali bila kufutari, bila kufungua. Tafuta tende zako, lete hapo, ziweke hapo, kila mmoja atakayepitia pale na akafungulia kupitia sadaka yako uliyoiandaa. Vipi malipo yako? Watu wangapi watakuwa wamefutari? Watu watakuwa wamefutari wengi. Na ndio maana unakuta wenzetu huko walikoendelea wako tayari, wao inapofika mwezi mtukufu wa Ramadhani wako tayari kujitolea tende zao au kwenda kununua maboksi ya tende na maji, ili kusudio walete msikitini. Mtu ambaye atakayefungua kwanza kupitia zile tende, yeye hao ni mwenye kunufaika na malipo ya yule mfunguaji. Sisi kwetu tumejiwekea kwamba tunasubiri kuulizana, vipi mfadhili hajaleta tende? Sisi ndio wafadhili wenyewe au sisi tumetosheka na haya malipo? Ndugu zangu, tumetosheka na haya malipo wote. Ikiwa tunazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tuzikimbilie. Kilo moja sasa hivi takriban inauzwa shilingi 7,000. Shilingi 7,000. Nunua hata kilo zako 2, 3. Wakati wa kuja msikitini njoo nazo, simama pale, wagawie watu wafutari. Alhamdulillah, jambo zuri kabisa. Sasa ikiwa kama sisi tunazitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hizi zote tunakumbushana ili wote tuweze kunufaika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani una darasa refu sana ambalo takriban tukianza kuelezea kutoka muda huu yawezekana ikafika hata mwezi kupita. Fadhila zake ni nyingi mno, lakini tunajaribu kuzidokoa zile baadhi ambazo tunaweza kuzimiliki au tunaweza kuziona sisi wenyewe kwa macho na fursa, kwamba ikiwa hii ni fursa, mimi na wewe inatakiwa tuzikimbilie ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini sio hiyo tu, ipo fursa nyingine ya ibada, tarawehe, jihimili, kwa sababu wakati wa hauendi kazini.
Kama una nafasi wewe kwamba shift yako sio ya kuingia usiku kazini, jitahidi sana, jimiliki na jibiziize kabisa kwenye ibada ya tarawih, kwani hakuna tena mwezi mwingine ambapo inapokuja ibada ya tarawih isipokuwa ni mwezi mmoja tu, nao ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio inakuja ibada ya tarawih. Kwa hiyo jibidiishe sasa hivi ndani ya mwezi huu, jibidiishe kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho unaifunga hii, huenda ikawa mwezi huu ndio mwisho uliobakisha, kisha baada ya Ramadhani tu wewe tukasema ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jikurubishe sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala bitawba wal ibada. Mlilie sana Mola wako, na huu ndio mwezi wa watu kumlilia Mola wao, na huu ndio mwezi mtukufu wa kuisoma kitabu kitukufu ambacho ni Qur'an, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremka Qur'an. Kwa hiyo hata malipo yake ni makubwa sana pale unapodiriki kuisoma Qur'an. Hatusemi je, wale wanaosimama kisimamo cha tarawehe kutoka alifu la mim mpaka kuifika juzuu amma ndani ya mwezi mzima wanapata malipo gani? Wanaosoma kitabu kile wanapata malipo mangapi? Ni kuonesha watu wanajinyakulia thawabu zao kwa haraka haraka katika kuzikimbilia kheri zao. Kwa hiyo ni mimi na wewe kujibidiisha katika kuzifanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tujinyenyekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzinyenyekeze nafsi zetu ziweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na muombe Mwenyezi Mungu akikuongoza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi endelea kumuomba Mwenyezi Mungu akudumishe kwenye ibada, kwani ibada ndio muhimili wa kila kitu. Ibada ndio muhimili na ndio msingi wa kila kitu. Utakapofeli kwenye ibada, basi utakuwa umefeli pakubwa sana, kwa sababu hii ibada hata baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwamba hii sala inamtenga mtu na machafu, inamkimbiza mtu na machafu, inamweka mbali mtu na machafu. Ikiwa wewe unaswali, nafsi yako inakusuta pale unapofanya machafu. Ayuha al-ikhwa al-karim, ukiona nafsi yako haikusuti na yale machafu unayoyafanya, tambua hujarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala vile inavyotakikana. Rejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kurejea. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم ارض خليفة نبيك لا تهنيك سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله، عثمان بن عفان رضي الله، وعلي بن أبي طالب رضي الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا عزيز الغفار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أفضل وأجل. أقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.